Matumaini ni makubwa kwa sababu ushindi wa goli moja ni ushindi mkubwa, na ukizingatia kwamba goli la ugenini bado lina nguvu. Kwa hiyo sisi kushinda goli moja bila ni ushindi mkubwa. Maana yake sisi tukienda kule tukafight tukapata hata goli moja, wale tayari tunawachanganya. Kitu kikubwa ambacho leo nimekishuhudia binafsi yangu kwa upande wa Stellenbosch ni kana kwamba uwezo wao wa kuweza kumiliki mpira mara kadhaa, na wamekuwa wakifanya short passes lakini pia wakipiga long balls. Pengine kwa upande wa Simba hii huenda ikawapelekea ugumu kwenye mchezo wa marejeo ambao utapigwa tarehe 27 pale Afrika Kusini. Yaani mechi ya marudiano Simba wanachotaka kufanya, wanatakiwa kutulia na wasiruhusu muda mwingi wale kuchezea kwenye eneo lao la ulinzi kwa pale ya nje ya 18. Na kwa sababu wale muda mwingi wao wanasubiria ucheze mpira afu ndo waje wafunguke, ni kwamba wale ni dhaifu, hasa beki za kati 4 na 5 pale hawako vizuri, na ndio maana unaona ukishaona timu yoyote wachezaji wanaweza kupenyesha mipira katikati kwa kokota mabeki wote, ujue ile timu ni dhaifu pale katikati, na ndio maana hata wao wenyewe wanajifahamu dhaifu wao, huwa hawapandi sana. Ila ukiruhusu kuvutika kuja kwa juu, ni wazuri kwa mipira ya juu na wanaweza kashambulia kwa kushitukiza na wanakasi. Kitu cha kwanza ambacho anachotakiwa labda kocha kuweza kufanya na benchi lake la ufundi, kwanza kocha anatakiwa wajue wachezaji wake kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wakiwa nao ndani ya kikosi cha kwanza, ndani ya kuanzia dakika ya 60 wanakuwa washachoka. Kwa ili Simba aweze kumaliza dakika zote 90 akiwa na uwezo kumaintain ushindi wake wa goli moja, kocha anatakiwa au anafanya sabu za mapema kuingiza nguvu zingine mpya. Kwa ulivyoangalia Stellenbosch jinsi ambavyo wanacheza, pengine udhaifu wao ulikuwa upo kwenye maeneo gani, na ndio itakuwa silaha kuu kuelekea mchezo wa marejeano tarehe 27? Udhaifu wa Stellenbosch wale ni watu ambao wanao kukaribisha kucheza kwao. Sasa ile ni miongoni, siwezi kuhukumu moja kwa moja kama ni udhaifu, labda zile ndo mbinu zao. Lakini mimi ninachokielewa ni kwamba unaporuhusu mchezaji akaja eneo lako la 18, maana yake ni kwamba kama una wachezaji wenye quality ya kama akina Mpanzu, wanaweza akaamua lolote. Kwa mimi nilivyoweza kuona pale, ule udhaifu ulitokana na namna ambavyo namba 10 wa Simba alichoka. Kwa akawa anajikuta anapoteza mipira. Kwa namba 8 na namba 6 wanajikuta wanakuwa wako aware na baadhi ya wachezaji ambao wanakuja kuwashambulia. Kwa wale ikawapa nafasi ya kuweza kumiliki ile kiungo. Na ndio maana yule Ahua alionyesha kabisa kwamba mimi nimeshachoka, mwamuzi nitoe. Kwa mwamuzi akaendelea kumngangania kumtoa. Na kama umefuatilia zaidi, baada ya Simba kufanya sabu za wachezaji wawili, kwa maana ya kuingia yule Joshua Mtale pamoja na Mavambo, midfield ilitulia, na ndio maana hadi dakika za mwisho Simba walikuwa na nafasi ya kuweza kupata goli la pili. Kwa jinsi ambavyo Simba leo imecheza, unaiona Simba yako ikitinga hatua ya finali ya michuano hii? Nina asilimia kubwa kwamba Simba wana nafasi kubwa ya kufika finali, na asilimia kubwa. Nini ambacho kinakupa jeuri na katika mchezo wa leo umeweza kuona kama kana kwamba mlikuwa mko chini sana? Uzoefu walionao Simba ni mkubwa ukilinganisha na ile timu, na bado hata Simba atakavyoenda kucheza away atakuwa hana pressure kubwa ya washabiki, kwa sababu ile timu bado haina washabiki. Yaani ile timu kwa huku ni kama labda tunaweza tukaita ni kama Namungo. Ni kama Namungo, na ndio maana hata wao wenyewe kwenye uwanja wao wa nyumbani hawatochezea kule, watakuja kuchezea Durban, ambapo watakuwa na hitaji at least support ya washabiki kuweza kuingia. Lakini naamini kabisa kwamba washabiki watakaoingia mechi ya Simba na Stellenbosch ya marudiano itakuwa yani Simba hawana pressure yoyote ya washabiki. Kwa Simba kwa uzoefu wao wana uwezo wa kufanya vizuri, na bado siamini kama Simba anaweza katoka dakika 90 bila kupata goli kule. Bwana, shukrani sana.